Na huwa tukisema serikali kwamba jamani tuitunze amani, kuna watu wao wanasema tu amani. Amani hii mnatuambia tu nyinyi. Ngoja niwaambieni tena kwa utulivu mkubwa. Amani hii tunayoisema, hata ule ujasiri wa kutukosoa ni kwa sababu kuna amani. Hata ule ujasiri wa kusimama na kunyoosha vidole kwa sababu kuna amani. Amani isipokuwepo, upendo tunaoona hautakuwepo. Na kazi kubwa ya kanisa ni kutubadilisha sisi mioyo ili tuweze kuwa watumishi waaminifu. Ukiona kanisa linapiga kelele kama wa mataifa, jua kuna mgogoro wa fikra. Na hii naisema Baba Askofu kwa ujasiri mkubwa, kwa sababu mimi ni msoma Biblia. Na Biblia naijua. Na Mungu namjua. Tumeacha nafasi yetu kama kanisa. Tumeingia kwenye namna ya kuishi kama wa mataifa. Waza mtu anayeitwa Sauli. Mungu angemwacha ajibishane na makuhani, leo tungekuwa na Paulo. Waza mtu anayeitwa Petro aliyefungwa gerezani. Kanisa lingebaki kutoa matamko, Petro angefunguliwa. Hapa ninasema si kama mkuu wa mkoa, nasema kama mwana wa Mungu, sehemu ya mwili wa Kristo. Tumeacha nafasi yetu, tumeenda kwenye picha ya mataifa. Tumebaki na sisi wapiga ramli. Mwili wa Kristo hauko hivyo. Mtu mmoja mwenye heshima kubwa alifuatwa, anaambiwa tazama, tumezingirwa, tuna jeshi kubwa linakuja. Yule mtumishi alichoomba kwa Mungu, mfumbue macho aone jeshi kubwa tulionalo, ambalo halitupasi kuwa na hofu tunapoingia katika mapambano. Safari ya Gideon tunaijua. Gideon alipewa kazi, lakini katika vita hiyo akaanza kupunguza mpaka askari. Inafika kipindi Mungu anamwambia hao ulionao wengi, waambie wakanywe maji. Angalia watakaposhika silaha. Matokeo yake Gideon alishinda vita. Na vita hiyo hakuishinda kwa uimara wa jeshi, aliushinda kwa maelekezo ya Mungu. Leo hii na sisi tunalia kama wanavyolia wengine, wakati sisi tunasema tunaye Mungu aliyeziumba mbingu na tuna Roho Mtakatifu anayeweza kutongoza na kutufunulia mambo. Leo Roho Mtakatifu afunui mambo na sisi tuko kwenye giza. Na naomba kupitia nafasi hii Baba Askofu, tukasome tena kitabu cha Waefeso sura ya 1 ule mstari wa 18, na macho yetu ya rohoni yatiwe nuru, tupate kulijua na kuliona tumaini la Kristo. Hatuwezi kuwa mwili wa Kristo na sisi tunalialia. Mimi nikisikiliza nasema jamani, kwani kanuni zimebadilika? Kwani Biblia imebadilika? Sisi ndio jibu la taifa letu. Ifike mahala viongozi waje kwa watumishi wa Mungu. Tumewacha viongozi wanaenda kwa waganga wa kienyeji kwa sababu sisi hatuna majibu. Kipindi hiki Baba Askofu ni cha uchaguzi. Idadi ya wanasiasa wengi wanakimbilia kwa waganga. Kwa nini? Kwa sababu kanisa na lenyewe linalalamika. Waganga wa kienyeji wameonekana wana majibu.